Ni siku nyingine tena na majira mengine tena ambayo Mungu ametupa neema. Ametupendelea kwa neema hii kubwa kabisa ya kuweza kuona usiku wa leo. Ungana pamoja nami kwenye maombi ya kumshukuru Mungu siku ya leo. Tukamwambie Mungu asante kwa kuona usiku wa leo na kufika majira haya. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya afya njema na baraka zake. Mungu ametulinda katikati ya vita na mapigano mengi kutwa nzima ya leo. Mwandishi wa kitabu cha Isaya 43 aya ya 2 anatuambia ya kwamba upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. So unapopita katika maji mengi, maadamu umemtanguliza Mungu, Mungu atakuwa pamoja nawe. Na unapopita katikati ya mito haitakugharikisha. Na si tu mito, bali hata uendapo katika moto, maadamu umemtanguliza Mungu, hautateketea. Asante Yesu. Tunaona wakina Abednego, wakina Meshaki na Shadraka, kwa sababu walimtanguliza Mungu katikati ya tanuli la moto, moto haukuwateketeza. So Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Jina la Bwana libarikiwe sana. So maana yangu ni nini? Maana yangu ni kukukumbusha mpendwa mwenzangu, usije ukaacha kufanya maombi. Mkabidhi Bwana kila kitu chako mbele za Mungu. Kabla hujaenda kwenye kulala usiku wa leo, mwambie Mungu na kushukuru kwa ajili ya kutwa nzima ya leo. Mwambie Mungu asante, maana umenitunza katikati ya mengi sana. Ameruhusu malaika zake kuja kukulinda. Hajaruhusu ubaya ukupate, na hata ulipokupata haujakudhuru. Mungu ni mkuu. Lakini pia tumwambie Mungu atusamehe. Kuna mahali hatukwenda sawasawa na mapenzi yake. Kuna mahali tumemkosea Mungu, tukaziacha njia za Mungu, tukafata njia zetu kwa kujua au kwa kutokujua. Tumwambie Mungu tusamehe, turehemu. Yeye ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa msamaha. Anatuambia katika kitabu cha Mika sura ya 7 aya ya 18, ni nani aliye kama wewe? Unasamehe uovu, haukai na hasira yako milele. Haukai na hasira yako milele, kwa maana wapenda rehema. Mungu wetu anapenda rehema, ni Mungu anayependa kutusamehe. Ndio maana akatuambia, ingawa dhambi zenu ni nyekundu kama damu, lakini njooni tusemezane, naweza nikawafanya kuwa weupe kama theluji. Ingawa dhambi zenu ni nyekundu, naweza kuzifanya zikawa nyeupe kama theluji. Huu ni upendo wa namna gani? Tumekosea, tumewadha mabaya, tumeongea mabaya, tumetenda mabaya, lakini bado Mungu anatuita mbele zake, anatuambia njooni tusemezane. Ingawa dhambi zenu ni nyekundu kama damu, naweza kuzitakasa nikazifanya nyeupe kama theluji. Huyu ni Mungu mwenye upendo. Kwa nini usiombe rehema mbele za Bwana? Ametupa nafasi. Yule mnyang'anyi pale msalabani akamwambia, unikumbuke kwenye ufalme wako. Alikiri kosa lake, akasema hii ni halali yetu. Tumekosea, tumetenda mabaya, lakini unikumbuke. Yesu akamwambia, leo hii utakuwa nami peponi.
hakumkumbusha kwamba wewe uliua, hakumkumbusha wewe uliiba, hakumkumbusha wewe ulinikataa, hakumkumbusha wewe ulinisimanga, hakumkumbusha ulishiriki ubaya, hakumkumbusha, lakini akamwambia tu, kwa kuwa umeomba rehema, neno la Yesu likawa ni moja tu, leo hii utakuwa nami peponi. Mungu ni Mungu wa upendo, ni Mungu anayetupenda. Usiache kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu anatupenda. Usiache kumwambia Mungu aturehemu kwa sababu ni yeye ametupa nafasi ya kutuita, akatuambia njoni tusemezane. Haleluya. Ungana pamoja nami kwenye maombi haya usiku wa leo, kumwambia Mungu asante na kuomba rehema, kisha tuombe ulinzi kwa dakika chache sana. Baba, katika jina la Yesu, ninakuinua Bwana, ninakutukuza kwa ajili ya siku ya leo. Sante Mungu, kwa maana ni wewe peke yako natosha Bwana. Sante Mungu, kwa maana wewe ni kimbilio Bwana, Jehova Shama, Jehova Rafa. Sante Mungu, kwa maana Bwana umeendelea kutupenda majira yote na nyakati zote. Sante Mungu kwa ajili ya upendo wako na baraka yako ya Bwana. Niseme nini mbele zako Mungu zaidi ya kukuinua peke yako na kukutukuza? Hakika ni wewe Bwana peke yako unatosha, hakika ni wewe Bwana una nguvu. Sante Yesu kwa neema yako na baraka yako Jehova. Baba, ninakushukuru kwa matendo yako makuu Bwana. Sante Mungu, umenipa uzima na afya njema siku ya leo. Baba, niseme nini mbele zako? Ninakuinua Baba hata kwa ajili ya uzima wangu. Ninakuinua Bwana hata kwa ajili ya mke wangu na watoto wangu. Ninakuinua Bwana hata kwa ajili ya wajoli wako wanaofuatilia maombi haya kwa njia ya sauti. Ninakuinua Mungu kwa ajili ya watumishi wako. Ninakuinua Mungu kwa ajili ya wainjilisti na makatekista. Ninakuinua Mungu kwa ajili ya mashemasi na makasisi. Ninakuinua Mungu kwa ajili ya maaskofu na manabii na mitume. Ninakuinua Mungu kwa ajili ya washirika wetu. Ninakuinua Bwana hata kwa ajili ya kila mmoja ambaye anafuatilia maombi haya Bwana kupitia simu yake. Baba, ninasema asante kwa ajili ya neema na baraka. Asante Mungu kwa ajili ya afya njema na uzima uliotupatia. Baba, tuseme nini mbele zako zaidi ya kusema asante? Baba, ninakushukuru kwa matendo yako makuu mno na ya ajabu sana. Asante Mungu, maana Bwana umenipa neema, umenipa heshima Bwana, umeniondolea aibu Bwana, umenipa kushiba Bwana, umeondoa njaa, umeondoa mateso, umeondoa giza mbele yangu, umenipa nuru Bwana, umefanya mwanga palipo na giza, umefanya njia pasipokuwa na njia. Baba, ninasema ni asante Jehova Shama, ninasema ni asante Jehova Erohimu, Mungu wa kuabudiwa, Mungu wa kuinuliwa, Mungu wa kutukuzwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu ninashuka mbele zako, ninaomba rehema, ninatubu Bwana, nimewaza mabaya mbele zako Bwana, ninashuka, ninaomba msamaha wako Bwana, unirehemu mtumishi wako, ninatubu Baba, ninaomba rehema hata kwa ajili yangu mwenyewe. Takasa moyo wangu, takasa Bwana. Kuna mahali Bwana sikwenda kwa ukamilifu mbele zako. Kuna mahali Bwana nikafuata maagizo yangu mwenyewe, nikaacha maagizo yako. Kuna mahali Bwana nimekukosea mtumishi wako, ninaomba rehema Bwana, ninaomba msamaha, ninashuka, ninatubu, unitakase kwa damu yako ya thamani. Nyunyiza hiyo damu yako Bwana, ninashuka mbele ya kiti chako cha enzi Baba, ninatubu Bwana, usiku wa leo ninaomba rehema, ninaomba msamaha. Wewe ni mwingi wa rehema Bwana, wa msamaha, Mungu wa rehema nyingi Baba, takasa. Ni katika jina la Yesu Kristo tunajikabidhi mikononi mwako. Zidi ya yote Bwana, naendelea kujiachilia mikononi mwako usiku wa leo. Tufunike Bwana kwa damu yako ya thamani, utulinde Bwana. Funika hata anga ili kusini, magharibi, mashariki na kaskazini kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ikanene mema Bwana, hiyo damu yako ya thamani ikafunike anga ili kusini, magharibi, mashariki na kaskazini. Nafunika kwa damu ya mwana kondoo, nafunika familia zetu na nyumba zetu, nafunika Bwana na kila kitu chetu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu ikanene mema Bwana, hiyo damu yenye nguvu, damu yenye mamlaka ikanene mema Bwana usiku wa leo, ikatufunike Bwana. Tunakataa njozi mbaya, ondoa njozi za kuzimu, ondoa njozi za kutisha, ondoa njozi za giza, ondoa Bwana katika jina la Yesu. Bwana utusemeshe, Bwana utusemeshe wajoli wako, tunajikabidhi mikononi mwako. Tunakataa visasi na maripizi, tunanyamazisha katika jina la Yesu Kristo. Bwana utulinde, ututunze, utupiganie Bwana, katika jina la Yesu tunajikabidhi mikononi mwako Jehova, tunajiachilia mbele zako Elishadai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba
tukiamini. Amen. Basi Mungu wa mbinguni akutunze. Mpendo wa Mungu, ninakuombea baraka pale ulipo, mama yangu, baba yangu, kijana mwenzangu, mtumishi mwenzangu. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze, Mungu akulinde siku zote. Kamwe usikubali kulala bila kumshukuru Mungu na kuomba rehema. Kosa maombi yote, lakini usikose kumshukuru Mungu na kuomba rehema. Kila siku usiku unapoingia kitandani mwako, mwambie Mungu, ninakushukuru. Mwambie Mungu, unirehemu. Kisha omba mengine ambayo Mungu atakuongoza. Lakini kamwe usikubali kuacha kuomba. Mungu akubariki sana. Ulikuwa nami Godfrey Benado. Nikutakie wakati mwema.